Uhakika haya ndiyo maumbile ya Ibilisi. Najua ushawahi kujiuliza na kusema, hivi Ibilisi jinsia yake ni ipi? Je, Ibilisi ana jinsia ya kike au ya kiume? Lakini leo nitakuja na kuletea maumbile ya Ibilisi. Haya ndiyo maumbile yake halisi. Huyu kiumbe ambaye anaisumbua dunia, akiwa shekhe, padri au askofu, sijui na wale wote wanaojipatia vyeo na kujiita majina, akiwa muumini wa kawaida, akiwa asiyekuwa na dini, wote hawa Ibilisi huwapitia. Lakini wenye thamani ni wale wamchao Mwenyezi Mungu. Unapomcha Mwenyezi Mungu, basi Ibilisi huahidi kufanya vita na wewe na ukubwa wake wote na elimu yake yote, lakini huahidi kufanya vita na wewe. Kuwa makini sana unapoipokea njia ya Mola wako, kwa sababu huu kiumbe kwanza nimuelezeye na nielezeye jamii yao namna ilivyo. Ukienda kwa washirikina, anapopandiwa na jini kichwani, mshirikina anapotokwa na lile jini kichwani, huonesha pumzi na dalili za kuchoka. Ni kiasi gani tunaona hawa viumbe walivyokuwa wakubwa, lakini bado wanang'ang'ania kuingia ndani ya mwili wa mwanadamu. Hili ni tatizo, na ndiyo maana katika sheria za vitabu ndani ya dini imeonesha kabisa kwamba jini, sheitan, kumpanda mwanadamu kichwani ni kuivua heshima ya mwanadamu mwenyewe. Ila wengine wanakwambia majini wazuri ni wale wanaokaa kando na mwanadamu na kumpa maonyesho na kumuelekeza afanye nini na asifanye nini. Lakini wale wanaowavaa binadamu kichwani, hao huitwa kuwa ni waovu kwenye upande mwingine. Kwa hiyo hii ni moja inatuonesha kuwa majini ni viumbe wenye maumbile makubwa sana. Lakini haijatosha msikilizaji, unataka kujua hasa zile pointi maalum za hawa viumbe majini ambao kiongozi wao ndio Sheitan, Iblis. Ni viumbe wenye maumbile makali ambayo macho ya mwanadamu hayana uwezo wa kutazama hawa majini. Isipokuwa kuna habari tunazisikia kwenye vitabu vya dini kuwa wale watakaojaliwa kuingia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu watajaliwa kuwaona majini maumbile yao, kwa sababu hapo watakuwa wamesharuhusika na kupewa ile nguvu ya kuweza kuwaona mashaitani. Na ndiyo maana Ibilisi anapomtaka kumjaribu mja, na mpaka leo ipo kwa hawa majini wadogo wadogo ambao ndio watumishi wa Ibilisi mwenyewe, hujigeuza sura ya binadamu mwenzako au mnyama unaozoea kuona kwenye macho yako, lakini akija kwa maumbile yake utazimia na utakufa moja kwa moja, kwa sababu maumbile yao hayasubiriki kwenye upeo wa macho yetu. Mtu hana subra ya kuvumilia yale maumbile ya mashaitani au majini. Twende sasa kwenye point maalum. Nataka nizungumzie kila kiungo kimoja kimoja cha Iblis ambaye ndiye anawakilisha majini. Baada ya kuwa nimesha kuonesha vita alivyovipitia Emo, lakini pia nimesha kuonesha maisha aliyoyapitia Emo Iblis mpaka kufikia kulaaniwa na Mwenyezi Mungu, leo sasa nakuja kukuonesha baada ya kuwa ameteremka katika huu ulimwengu,
vitabu vinatuonesha kuwa Ibilisi alikuwa na maumbile gani au yuko na maumbile gani. Nisikilize kwa umakini. Tunaanzia kichwani mpaka chini kwenye nyayo za miguu. Ibilisi inasemekana katika vitabu vya dini na hadithi za mitume, hususan Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema Ibilisi ndani ya kichwa chake ni upara mtupu, ana nywele 7 pekee. Ibilisi ana nywele 7 peke yake kwenye kichwa chake. Alafu pia Ibilisi macho yake, sisi binadamu macho yetu yanatazama, hizi chongo za macho zinatazama kulia na kusoto, lakini Ibilisi hizi chongo za macho zinatazama juu na chini. Aisee, ni kiumbe cha ajabu sana. Kwa macho yetu ya kawaida binadamu tunazoea kuona kwamba chongo za macho, hizi chongo za macho, moja inaangalia sikioni na nyingine inaangalia kwenye pua. Hivyo hivyo ukiingia kwenye jicho lingine, chongo moja inatazama pua, chongo nyingine inatazama sikio. Kuwa makini sasa ndugu yangu unaponisikiliza. Ila maumbile ya Ibilisi, chongo moja linatazama juu na chongo jingine linatazama chini. Haya ndiyo maumbile ya Ibilisi. Lakini pia tukiteremka kwenye mdomo wake Ibilisi ana mdomo wa ng'ombe dume. Ibilisi ana mdomo wa ng'ombe dume. Hili ni maumbile ya ajabu sana ndugu yangu msikilizaji unayenisikiliza ndani ya channel ya kuipenda ya ZM Classic TV. Lakini si hivyo tu, Ibilisi ukiteremka kwenye nyayo zake za miguu ana kwato kama ng'ombe, mithili farasi, mithili ngamia na kadhalika viumbe wenye kwato. Huyo ndiyo Ibilisi ndugu zangu. Lakini pia Ibilisi ana mkia. Huyu ndiyo Ibilisi. Haya ndiyo maumbile ya Ibilisi Sheitani, na ndiyo maumbile ya majini wote wanaomfuata nyuma. Hapa utajiuliza, na najua ushawahi kujiuliza, je, jinsia ya Ibilisi ni ipi? Ni mwanamume au ni mwanamke? Nitakuja na kuletea tofauti za wanazuoni walivyomueleza Ibilisi, lakini na mimi nitakuja na kuachia hakika ya maumbile ya Ibilisi. Inasemekana kwenye upande mmoja, Ibilisi baada ya kuwa ameteremshwa katika ulimwengu, alianza kuona wenzake. Baada ya kuwaona wenzake, alianza kwanza kuwasikiliza, au alianza kuwasikia kwenye story za malaika wakimwambia kuwa ndugu zako wapo, walikimbia majalalani, maporini, kadhalika baharini, kwenye miti, misituni. Sasa alipofika duniani baada ya kulaniwa na Mwenyezi Mungu, alianza kuwatafuta ndugu zake, na ndugu zake wamemshobokea Sheitani kwa sababu walikuwa ni VIP, alikuwa anapata hewa ya peponi ya huko kwenye mabustani. Walimuona kabisa ni tofauti, na ndio maana amechukua wadhifa wa uongozi, kwa sababu yeye katoka juu zaidi, na mpaka leo yeye ni kiongozi. Lakini pia tukumbuke jamii ya Ibilisi ni katika wale majini wa level ya kwanza, wale majini wa kwanza kabisa, wale wenye hasira kali na kufanya maamuzi makubwa makali dhidi ya wenzake. Na ndio maana Ibilisi kachukua nafasi ya kwanza kuwaongoza wengine. Nisikilize sasa kwa umakini. Jinsia ya Ibilisi. Inasemekana kuwa wanazuoni eti Ibilisi alipofika hapa ulimwenguni, aliwatazama katika jamii yake, alimpata mwanamke akamuoa, kisha wakaanza kuzaa naye, wakatengeneza kizazi.
Na hapo Ibilisi akamuomba Mwenyezi Mungu amjalie kila atakapozaa mwanadamu mtoto mmoja, basi yeye azae watoto wawili. Aisee, Ibilisi anazaa kweli. Yani hesabia, tukienda clinic, kila mwanamama anayezaa Ibilisi na ni mke wa Ibilisi. Jamani, kama ana wake wangapi? Siku nyingine nitakuja kukwambieni. Yani kama ana wake wangapi, kila siku yeye ni clinic. Kila siku yeye ni clinic, anazaa. Na hii ni miongoni mwa kazi ya Mwenyezi Mungu peke yake, ndiye anayejua siri ya haya yote. Lakini mimi nakuja kukueleza yale ambayo yameandikwa kwenye vitabu. Kila mwanamama atakapozaa binadamu, basi yeye Ibilisi atatoa watoto wawili wakuja kumshawishi huyu mwanadamu. Kuwa makini sana ndugu yangu, hapo ulipo una adui wa kishaitani. Na ndio maana katika dini ya Kiislamu Mtume aliwahusia waumini wa dini ya Kiislamu akisema, muwahusie na muwapatie mawaidha majini wanaokuwa kando yenu, walioumbwa kwa ajili ya kukushawishini. Mkiwapa dawa wanaweza wakasilimu na wakaacha kukuvurugeni. Ongea na majini wako, ongea na mashaitani waliokuwa karibu yako, waweze kusilimu, waweze kumwamini Mungu, wamuokope, na wao wacha Mungu kama wewe. Kama gisi Mtume alizungumza akisema kuwa majini wake na wao wataingia peponi kwa sababu wamesilimu, baada ya kuwa wamejaribu kutaka kumshawishi Mtume, lakini Mtume aliwaziwia na kuwapatia dawa, wakasilimu, na wao wataingia peponi pamoja na Mtume. Sasa hii ni dalili moja inatuonesha kuwa Ibilisi ni mwanaume, jinsia yake ni ya kiume. Lakini ipo hoja nyingine ya wanazuoni, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba Ibilisi na tupu mbili, tupu ya mbele na tupu nyingine ya nyuma, ya jinsia ya kiume na ya jinsia ya kike. Bimaana alipokuwa akitaka kuzaa au anapokuwa anataka kuzaa, huchukua tupu yake ya mbele huingiza kwenye tupu ya nyuma na kuweza kuzalisha mimba, na mimba kuilea mpaka kuzaa. Hizi ni kauli tofauti za wanazuoni. Hii moja inaonesha kuwa Ibilisi ana jinsia mbili, ya kiume na ya kike, ana haja na mwanamke. Lakini kauli ya mwanzo inatuonesha kuwa Ibilisi alimuona mwanamke miongoni mwa jinsia zao au miongoni mwa jamii yao, akamchukua yule, na ndiyo akaanza kutengeneza maisha ya kuweza kuzaa watoto na kumuomba Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanadamu atakapojifungua basi yeye atoe watoto wawili. Kwa jumla huyu ndiyo Ibilisi na maumbile yake. Aisee, ni maumbile ya ajabu sana. Ibilisi ana macho ya kutisha. Ibilisi kaumbwa katika miale ya moto. Miale ya moto, yani unaona moto unapokuwa unawaka, ule moto unaopeperuka na upepo ule, ndiyo Ibilisi kaumbwa. Mwenyezi Mungu kachukua ile miale ya moto kamtengeneza Ibilisi, na ndiyo maana wana uwezo wa kupotea wakimuingia mwanadamu. Hujisikia mzito kwa maumbile yao makubwa, humchokesha mwanadamu, humfanyia mambo makubwa mwanadamu. Huyu ndiye Ibilisi. Leo hii tumemjua Ibilisi. Kesho nitakuja na kuletea habari zingine za huyu kiumbe ili uweze kumuelewa zaidi. Endelea kutufuatilia, na wewe kama bado unatusikiliza haujafanya neno subscribe, jaribu kubonyeza neno subscribe, kisha hapo kutakuja alama ya kengele, gusa pale ili uwe wa kwanza kabisa notification iwe inakufikia kwenye simu yako. Lakini uungwana ni wewe kuchukua na kuweka comment yako hapo, utuambie tuongeze nini na tupunguze nini ili tuweze kuwaridhisha nyinyi, kwa sababu tunafanya kwa ajili yenu, tunafanya tukihitaji support zenu,
Tunafanya tukihitaji nyinyi mfaidike na sisi pia tufaidike. Ukimaliza haya yote, jaribu kuwarushia na wengine linki zetu. Kwa msaada wako huyu, basi mimi nina imani uzalendo tutakuwa tumeutekeleza. Ukimaliza kutazama, jaribu kuwatumia watu wengine. Asanteni sana. Niite AHMAD Ahmad Dos, Mr. Dos Kasadosi, mtoto wa kiboss, kazikula misosi na maneko busy, lakini si haba sana kivile. Ukipenda kuongea na mimi, basi nitafute kwa namba ifuatayo: 0789 059 129. Hiyo ni Airtel. Karibuni. Nitapokea maoni yenu, nitapokea maswali yenu, lakini pia kama una kisa au simulizi yoyote, karibu ni check ili tuweze kufanya nini, tuweze kwenda kwenye mwendo mmoja. Nitakukaribisha studio ili uje kutoa shuhuda ya maisha yako, yale yalokupitia kwenye maisha. Ikiwa una simulizi yoyote, karibu. Ikiwa una mada yoyote ya kuchangia, basi karibu. ZM Classic TV tunakukaribisheni, tunapenda wageni. Zingatia mafunzo ya hali ya juu, ni ndani ya ZM Classic. Bye bye.